Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika katika tafakari ya neno la Mungu katika siku hii muhimu kabisa, siku ya Ijumaa Kuu. Ndugu zangu, leo sio siku ya kawaida hata kidogo. Ijumaa Kuu sio siku ya kawaida wala sio siku ya shangwe, bali ndugu zangu, leo ni siku ya ukimya, tena ukimya mzito sana. Ni ukimya ambao unazungumza kuliko hata maneno yenyewe. Unajua, ukiingia kanisani leo utaona kitu ambacho yamkini hujawahi kukizoea. Utaona tofauti sana. Utaona altare ziko wazi, iko wazi, altare leo iko wazi. Utaona hakuna mapambo ya shangwe yale tuliozoea. Makanisa yetu tunayapamba. Utaona hakuna mapambo leo. Utaona ni kama vile kila kitu kinaonekana kimevuliwa uzuri wake. Ni kana kwamba kanisa lote linaomboleza. Kwa nini? Kwa sababu leo tunasimama mbele ya tukio kubwa sana kuliko yote katika historia ya mwanadamu. Kwa sababu mwana wa Mungu anahukumiwa. Mwana wa Mungu anateswa. Mwana wa Mungu anasulubiwa na kufa msalabani. Lakini jambo la kushangaza katika siku hii ya leo, ndugu zangu, jambo la kushangaza zaidi ni kwamba anayehukumiwa leo hana hatia. Anayeteswa leo hakutenda kosa lolote, anayeteswa leo. Na ndipo hapo ndugu zangu tunaanza kugusa lile fumbo la Ijumaa Kuu. Fumbo la Ijumaa Kuu kwamba ukweli unasimama mahakamani, alafu huo ukweli unashindwa. Can you imagine? Hebu jaribu tujiulize maswali haya ndugu zangu. Hivi ni mara ngapi katika maisha yetu tumeshuhudia mtu asiyekuwa na kosa kabisa akihukumiwa? Au ni mara ngapi ukweli umefunikwa na maneno ya watu? Ni mara ngapi ukweli umefunikwa na ujanja, umefunikwa na hila za watu? Kwa hiyo leo kanisa linatuita tusimame. Leo kanisa linatuita tuache kila kitu, tuangalie msalaba, tuangalie msalaba. Ndugu zangu, leo hatufanyi tu kumbukumbu, hapana, lakini tunaadhimisha fumbo la wokovu. Na leo ndugu zangu, tutasoma historia ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo kutoka kwenye ile Injili ya Yohane, ile sura ya 18 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ile sura ya 19 mstari wa 42. Tutasoma hiyo Injili, na ni katika hiyo Injili tunakutana na namna ambavyo Yesu alivyoshitakiwa, alivyohukumiwa kwa uongo, na hivyo akasulubiwa hadi kufa msalabani. Na ndio maana ujumbe ninaotaka tutembee nao leo ni juu ya mashtaka ya uongo aliyokutana nayo Yesu. Unajua, niliwahi kusoma hadithi moja ni habari moja ambayo ni ya ukweli, ni ya mtu mmoja ambaye aliitwa Joseph Richardson. Mwaka 1967 Joseph Richardson alishitakiwa kwa kosa la kuua watoto wake 7 kwa sumu. Hebu fikiria, baba anayetuhumiwa kwa kuua watoto 7 kwa kuwawekea sumu yeye mwenyewe. Na Richardson alikataa makosa hayo. Alisema kwamba yeye hajaua hawa watoto, lakini hakuna mtu ambaye alikuwa tayari kumsikiliza. Hakuna. Jamii ilimkataa, kila mtu alimkataa, mahakama ikamhukumu, akawekwa gerezani. Na alihukumiwa kufungwa vifungo viwili, miaka 25 jela, na hiyo miaka 25 ikiisha atanyongwa mpaka kufa. Kwa hiyo Richardson alianza kifungo chake akiwa na maumivu makali sana, kwa sababu anasema yeye hakufanya kosa hilo. Anaumia watoto wake wamekufa, lakini anaambiwa yeye ndo amewaua wakati anajua yeye hajawaua. Miaka ikaanza kuhesabika, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mpaka ikafika miaka 22. Ulipofika ule mwaka wa 22 akiwa gerezani kwa miaka 22, miaka 22 ya aibu,
miaka 22 ya maumivu, miaka 22 ya upweke wa hali ya juu, miaka 22 ya jina la muuaji bila kuwa na hatia yoyote. Lakini kitu cha pekee kilitokea kwenye mwaka wa 22 jela. Mwanamke mmoja alijitokeza huku nje akasema, kwa kweli mimi ndiye niliyefanya hivyo. Na huyu mwanamke alikuwa ni binti wakati huo, alikuwa ni mfanyakazi wa ndani wa Richardson. Kwa hiyo akakiri huku akilia sana, akisema yeye ndiye aliyewawekea hao watoto sumu na wakafa wote. Kwa hiyo ghafla ukweli ukaonekana na kila kitu kikabadilika na Richardson akaachiwa huru. Lakini ndugu zangu, nani atarudisha miaka yake 22 iliyopotea? Nani atafuta maumivu aliyoyapitia? Nani ataponya maumivu aliyoyapitia? Ndugu zangu wapendwa, habari hii ya Richardson inafanana na hii habari ya Yesu, lakini haziko sawa. Kuna tofauti kubwa, pamoja na kwamba zinaendana, lakini kuna tofauti kubwa katika hao wawili. Unajua tofauti ni hii, kwamba Richardson baada ya miaka ile 22 aliachiwa huru. Ukweli ulipojulikana aliachiwa huru. Lakini Yesu haikuwa hivyo. Yesu ukweli ulijulikana, lakini hakuachiwa huru. Na hapo ndipo tunaanza kugusa uzito wa fumbo la Ijumaa Kuu, kwamba Yesu alipitia yale yale. Alishitakiwa kwa uongo, alichafuliwa jina lake mbele ya watu, alihukumiwa bila hatia yoyote. Biblia inasema wazi wazi kabisa kwamba walimtafutia mashahidi wa uongo ili wapate kumhukumu. Inasema wazi wazi. Sasa hii ina maana gani? Kwamba si kwamba hawakujua ukweli, walijua ukweli, lakini hawakutaka ule ukweli ushinde. Kwa waliujua ukweli vizuri kwamba huyo mtu hana kosa, lakini hawakutaka ule ukweli ushinde. Wale wasomaji wa Biblia wanafahamu Pilato mwenyewe, hata Pilato mwenyewe ambaye alikuwa hakimu, alisimama mbele ya wale watu akasema, jamani, mimi sioni hatia yoyote kwake, sioni hatia yoyote kwake. Hebu fikiria, yani hadi hakimu mwenyewe anasimama anasema huyu mtu hana kosa, lakini bado anahukumiwa, bado anahukumiwa. Kwa hiyo ukweli umejulikana, ndio, lakini hakuna mwenye ujasiri wa kuutetea huo ukweli. Ndugu zangu wapendwa, unajua Yesu hakufa msalabani kwa sababu alifanya kosa. Yesu alikufa kwa sababu ya mashtaka ya uongo. Alihukumiwa bila kosa. Ndani ya hiyo hukumu ya kuhukumiwa bila kosa kulikuwa kumejificha mpango wa Mungu wa wokovu wa mwanadamu. Na hilo nataka nilisisitize. Ndani ya hiyo hukumu ya Yesu ya kuhukumiwa bila kosa kulikuwa kumejificha mpango wa ukombozi, mpango wa wokovu wa mwanadamu. Nabii Isaya aliliona hili kabla kabisa halijatokea. Akasema, unaposoma ile Isaya ile sura ya 53 mstari wa 5, Isaya anasema kwamba alichukua maumivu yetu, alibeba dhambi zetu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na hapa kuna ukweli mzito sana ndugu zangu, ambapo natamani sana tuuone kwamba Yesu hakubeba tu mashtaka ya watu, lakini alibeba na dhambi zao zote. Alibeba na dhambi zetu, hakubeba tu mashtaka yetu. Yesu hakuhukumiwa tu kwenye mahakama ya dunia, lakini alisimama mahali petu mbele ya haki ya Mungu. Maana yake ni kwamba Yesu ambaye alikuwa hana hatia yoyote alihesabiwa kwamba ni mwenye hatia, ili sisi wenye hatia tuhesabiwe haki, tuhesabiwe wenye haki. Kwa hiyo hii ndio siri ya msalaba ndugu zangu. Hii ndio nguvu ya Ijumaa Kuu. Hii ndio nguvu, ndio nguvu ya fumbo tunaloliadhimisha leo. Kwa hiyo ndugu zangu, Yesu alihukumiwa kwa uongo ili sisi tu tuweze
tusihukumiwe milele. Yesu alibeba aibu zetu zote, alibeba zote ili sisi tuweze kupokea heshima. Yesu alisimama kimya ili sisi tupate sauti mbele za Mungu. Kwa aliyakubali haya yote. Sasa leo nataka nizungumze mambo matatu ambayo tunakumbushwa siku ya leo, na ni mambo mazito ndugu zangu, nataka kuyazungumza. Ninaomba uyarudie. Ukiweza kumtumia mtu ujumbe huu, naomba mtumie. Ni ujumbe mzito. Jambo la kwanza ambalo tunaitwa tulitafakari leo ni kwamba ukweli unaweza kuhukumiwa lakini haushindwi. Naomba nirudie hiyo. Ukweli unaweza kuhukumiwa lakini ukweli haushindwi. Yesu ni ukweli, tunajua hilo. Alilisema wazi wazi kwenye Yohana ile sura ya 14 mstari wa 6, akasema mimi ndio njia, ukweli na uzima. Lakini leo ndugu zangu, katika Ijumaa Kuu tunashuhudia jambo la kushangaza sana, kwamba ukweli unasimama mahakamani na unahukumiwa. Ukweli unasimama mahakamani, unahukumiwa. Yesu ambaye ndio kweli yenyewe, Yesu ambaye ndio ukweli wenyewe, anasimamishwa mbele ya watu waongo leo. Anasimamishwa mbele ya mashahidi wa uongo, anapewa mashtaka ya uongo. Ni ukweli huu. Ukweli unanyamazishwa, ukweli unashindwa, ukweli unasulubiwa. Ndugu zangu, Ijumaa Kuu hiki kinatufundisha nini ndugu zangu? Kinatufundisha mambo mawili muhimu sana, kwamba si kila kitu kinachoshinda mbele ya macho ya wanadamu, mbele ya macho ya dunia. Si kila kitu kinachoshinda mbele ya macho ya dunia basi ni kweli, na si kila kitu kinachohukumiwa basi ni kosa. Lakini pia sio kila kitu kinachoshindwa ni uongo, wala si kila kitu kinachoshangiliwa ni ukweli au ni sahihi. Ndugu zangu, tunaishi katika dunia ambayo wema leo, wema unaonekana kama kosa. Mtu akiwa mwema sana anaonekana kama ni mbaya. Tunaishi kwenye dunia ambayo ukweli unaweza kuchukiwa, na watu wanaosema ukweli wakachukiwa, wakaonekana ni wabaya, wakaonekana ni wachonganishi. Ndio dunia tunayoishi. Tunaishi dunia ambayo haki inakandamizwa na watu wanakaa kimya. Mtu anaposema kwamba haki imekandamizwa, anaonekana yeye ndio mbaya. Ndugu zangu, Yesu alifanya haya yote, alifanya mema yote. Aliponya wagonjwa, alilisha wenye njaa, alifundisha kwa upendo, lakini mwisho wake anaitwa mhalifu. Ndugu zangu, hii ndiyo dunia. Hii ndio hali ya dunia hata leo. Kuna watu ndugu zangu wanahukumiwa bila kosa. Kuna watu wako magerezani bila kosa. Kuna watu wanachukiwa bila sababu. Kuna watu wanachafuliwa majina yao bila haki. Wapo kwenye dunia hii ya leo. Lakini katika hali yote hii ndugu zangu, kuna jambo moja ambalo mimi binafsi huwa linanipa matumaini na makubwa sana. Kuna jambo moja, pamoja na hayo yote, kuna jambo moja ambalo huwa linanipa matumaini makubwa, kwamba ukweli unaweza kusumbuliwa. Ukweli unaweza kusulubiwa kabisa, lakini hauwezi kuzikwa milele. Ngoja nirudie. Ukweli unaweza kusulubiwa, lakini ukweli hauwezi kuzikwa milele. Yesu alisulubiwa Ijumaa, lakini Jumapili alifufuka. Ukweli ulionekana kama vile unashindwa, lakini mwisho wake ulishinda. Kwa hiyo kwenye jambo la namna hii ndugu zangu, tunapofika kwenye jambo la ukweli, tunaitwa kufanya maamuzi mawili makubwa. Inapofika kwenye ukweli, fanya maamuzi mawili muhimu. Uamuzi wa kwanza, amua kusimama katika ukweli. Kusimama katika ukweli. Ndugu zangu, unajua hata kama watu hawakuelewi, hata kama watu wanakusema vibaya, hata kama watu wamekengeuka, wamekugeuka, usiache kusimama katika ukweli. Usiachane na ukweli, kwa sababu ukweli hauhitaji wengi. Ukweli hauhitaji namba.
Ukweli unahitaji ujasiri. Ukweli unahitaji mtu jasiri basi. Ukweli hauhitaji demokrasi, hauhitaji watu wengi, hapana. Ukweli unahitaji ujasiri. Lakini jambo la pili ni kujifunza kutokukata tamaa unapotuhumiwa vibaya kwa uongo. Jifunze kutokukata tamaa unapotuhumiwa vibaya kwa uongo. Unajua, kwa mfano, kama leo unapitia hali labda ya kushtakiwa kwa uongo kwa mfano, au kudharauliwa bila sababu au bila kosa lolote, au labda hata kuumizwa. Inawezekana unapitia na hayo yote bila hata kuumizwa. Kumbuka ndugu zangu, unapojikuta kwenye hali kama hiyo, kumbuka kwamba uko karibu sana na msalaba wa Yesu. Na kama vile unavyoungana naye katika mateso hayo, utaungana naye katika ushindi pia. Kwa hiyo ndugu zangu, Ijumaa Kuu inatufundisha jambo muhimu, kwamba ukweli unaweza kuchelewa kushinda, lakini hauwezi kushindwa milele. Ngoja nirudie, ukweli unaweza kuonekana kwamba unachelewa kushinda, lakini ukweli hauwezi kushindwa milele. Na Yesu aliye ukweli mwenyewe leo anatuambia kwamba tusiogope kusimama katika ukweli, hata kama utabaki peke yako, hata kama tutabaki peke yetu, hata kama utakaa hapo peke yako, usiogope kusimama katika ukweli. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ndugu zangu, ambalo tunaitwa kulitafakari siku ya leo ni ukweli kwamba upendo una gharama. Upendo wa kweli una gharama. Ndugu zangu, Ijumaa Kuu inatufundisha jambo hili la pili, kwamba upendo wa kweli una gharama. Una gharama. Unajua, ngoja nikwambie kitu kwa namna hii. Yesu hakufika msalabani kwa bahati mbaya. Naomba nisikilize vizuri. Yesu hakufika msalabani kwa bahati mbaya. Wala Yesu hakukamatwa kwa sababu hakuwa na uwezo wa kujitetea. Hapana. Hakukamatwa kwa sababu hakuwa na uwezo wa kujitetea. Ninyi mnakumbuka tu wale walipokwenda kumkamata na Yuda, walipofika pale, Yesu akawauliza, mnamtafuta nani? Wakasema, Yesu Mnazareti. Yesu akajibu tu, ni mimi. Alipojibu ni mimi, maandiko yanasema wakarudi nyuma, wakaanguka chini wote. Hiyo kujibu tu ni mimi, ndio unaweza kuelewa kwamba alikuwa ana nguvu kiasi gani. Kwa hiyo hakukamatwa kwa sababu hakuwa na uwezo wa kujitetea. Hakufa kwa sababu alishindwa. Hapana. Alikwenda msalabani kwa hiari. Alikwenda msalabani kwa sababu ya upendo. Kwa hiyo kilichompeleka Yesu msalabani ni upendo. Alikwenda msalabani kwa sababu ya upendo, kwa hiari mwenyewe. Alikwenda msalabani kwa hiari. Kwa hiari. Kwa hiyo ndugu zangu, hebu jaribu tufikirie hivi. Yesu alijua kila kitu kitakachotokea. Alijua. Unajua, Yesu alijua kwamba Yuda atamsaliti, alijua Petro atamkana, alijua watu watamgeuka, alijua hayo yote. Alijua mashtaka ya uongo yatatengenezwa, alijua atapigwa, alijua atatemewa mate, alijua atasulubiwa, alijua hayo yote, alijua. Lakini pamoja na hayo yote bado hakurudi nyuma. Hakurudi nyuma. Kwa nini? Kwa sababu tu alitupenda sana. Basi. Hakurudi nyuma kwa sababu alitupenda. Na hapo ndugu zangu ndipo tunaelewa tofauti kati ya upendo wa kawaida na upendo wa Yesu. Hapo ndo tunaona tofauti kati ya upendo wa kawaida, upendo wetu, na upendo wa Yesu. Upendo wa kawaida unapenda pale unapothaminiwa. Lakini upendo wa Yesu unapenda hata unapokataliwa. Upendo wa kawaida unadumu pale mambo yanapokuwa mazuri, unadumu. Lakini upendo wa Yesu unadumu hata pale mambo yanapokuwa magumu. Upendo wa kawaida unasema nitakupenda, au nitakupenda nikipenda. Nikipendwa na mimi nitapenda. Lakini upendo wa Yesu unasema hata nisipopendwa nitaendelea kupenda. Unaona? Upendo wa kawaida unasema nikipendwa ndo nitapenda.
Lakini upendo wa Yesu unasema hata nisipopendwa nitaendelea kupenda, na ndicho kitu Yesu alichofanya. Na huu, ndugu zangu, ndio upendo wa msalaba. Huu ndio upendo wa msalaba, ndugu zangu, kwamba hata tusipompenda yeye anatupenda. Hata tusipompenda yeye anatupenda. Ndugu zangu, katika maisha yetu ya kila siku, mara nyingi sana, wakati mwingine sisi tunapenda kwa masharti tunapenda kwa masharti, kwamba tunasema nitampenda kama ataniheshimu, au tunaweka condition kwamba nitamsamehe kama atanijia na kuomba msamaha, asipokuja kuomba msamaha simsamehe, au nitamsaidia kama atanithamini. Kwa hiyo tuna condition. Lakini Yesu leo, ndugu zangu, anatufundisha kitu kingine kabisa. Anatufundisha upendo bila masharti, kupenda bila masharti, kupenda bila kulipwa, kupenda hata pale unapoumizwa. Ndugu zangu wapendwa, kupenda huku sio kurahisi. Nikiri wazi, kupenda huku sio kurahisi. Kupenda huku kunaumiza. Kunaumiza kwa sababu unaweza kupenda ukakataliwa, unaweza kufanya mema ukadharauliwa. Kupenda kwa namna hii kunaumizwa kwa sababu unaweza kujitoa alafu ukasaulika. Lakini hapo ndipo msalaba unapokuwa na maana. Hapo ndipo msalaba unapokuwa na maana. Ndugu zangu wapendwa, Yesu pale msalabani alituonyesha kwamba upendo wa kweli haukimbii mateso, bali upendo wa kweli unayavumilia. Tukumbuke ndugu zangu, Yesu hakuacha kupenda kwa sababu aliumizwa. Yesu hakuacha kupenda kwa sababu alisalitiwa. Aliendelea kupenda hadi mwisho. Na ndio maana Injili inasema, ndugu zangu, aliwapenda watu wake hadi mwisho. Aliwapenda hadi upeo. Sasa swali ambalo linakuja kwangu na linakuja kwako siku ya leo ni kwamba, je, mimi ninapenda kwa kiwango gani? Ninapenda tu pale ninapofurahia, au ninapenda tu pale ninapopendwa? Je, niko tayari kubeba gharama ya upendo? Niko tayari kubeba gharama ya upendo, gharama ya kusamehe? Niko tayari kubeba gharama ya kuvumilia? Niko tayari kubeba gharama ya kuendelea kufanya mema hata kama sithaminiwi, bila kuthaminiwa? Niko tayari. Ndugu zangu wapendwa, Ijumaa Kuu leo inatufundisha ukweli huu mzito ambao ni muhimu tuushike, kwamba kupenda si rahisi. Mtu asikudanganye, kupenda sio rahisi, lakini ndio njia ya wokovu. Kupenda sio rahisi, lakini ndio njia ya wokovu. Kupenda kunaumiza, lakini kunaokoa pia. Yesu aliumia, lakini tukapata wokovu. Kwa hiyo kupenda kunaumiza, lakini kunaokoa. Na Yesu kutoka msalabani, ndugu zangu, anatuambia hivi kwamba nilikupenda hadi mwisho. Lakini je, wewe uko tayari kupenda hata inapokugharimu? Mimi nilikupenda mpaka mwisho, lakini je, uko tayari kutoa gharama ya kupenda? Kwa hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu na la mwisho ambalo tunaitwa kulitafakari katika siku hii ya Ijumaa Kuu, ndugu zangu, ni jambo muhimu sana, kwamba msamaha ndio ushindi wa kweli. Msamaha ndio ushindi wa kweli. Unajua, mimi nilipokuwa na tafakari ujumbe huu wa Ijumaa Kuu, labda niseme hivi: tunapofika kwenye kile kilele cha mateso ya Yesu, tungetarajia kusikia Yesu akisema mambo fulani. Tungedhani labda Yesu angesema, Baba, uwaadhibu hawa wote wanaoniumiza. Tungetegemea labda Yesu aseme, Baba, walipize kisasi hawa watu. Lakini tunaambiwa Yesu hakusema chochote. Anasema kitu kimoja tu cha kushangaza sana. Anasema, Baba, naomba uwasamehe hawa, kwa maana hawajui watendalo. Hicho ndicho kitu Yesu anachokisema.
pamoja na kutemewa mate kote, pamoja na kudhiakiwa kote, pamoja na kupigwa kote, pamoja na kuchomwa mijeledi mikuki, pamoja na kupigwa mijeledi, pamoja na kuwekewa taji la miiba, alichoweza kusema, alisema tu, Baba wasamehe, kwa sababu hawajui wanalotenda. Ndugu zangu, mimi ninafikiri hapo ndipo siri ya Ijumaa Kuu ilipo. Mimi nafikiri hapo ndipo siri ya Ijumaa Kuu ilipo. Hebu tutafakari pamoja. Tafakari pamoja. Yani katika wakati ule wa maumivu makali sana. Fikiria, katika wakati wa maumivu makali sana ya Yesu, mikono imepigiliwa misumari, mwili umejeruhiwa vibaya sana, moyo umeumizwa kwa usaliti, umeumizwa kwa uongo. Hebu fikiria wakati wa namna hiyo, Yesu anachagua kusamehe. Hebu fikiria, Yesu anachagua kusamehe. Ndugu zangu, huo sio msamaha wa kawaida. Huo sio msamaha wa kawaida. Huo ni msamaha wa kiwango cha Mungu. Huo ni msamaha wa kiwango cha Mungu. Hebu tafakari hili kwa kina kabisa, kwamba wale waliomsulubisha Yesu hawakuomba msamaha. Wale waliokuwa wanampiga Yesu mijeledi hawakuomba msamaha. Wale waliomsulubisha Yesu hawakujuta wala hawakubadilika mara moja. Lakini Yesu hakusubiri waombe msamaha. Yesu aliwaombea msamaha. Can you imagine? Yesu hakusubiri mpaka waje waombe msamaha. Yeye aliwaombea msamaha. Na hapo tunajifunza, ndugu zangu, kwamba msamaha wa kweli hautegemei tabia ya mtu mwingine. Msamaha wa kweli unategemea moyo wako. Msamaha wa kweli hautegemei tabia ya mtu mwingine, unategemea moyo wako. Ndugu zangu, katika maisha yetu mara nyingi sana huwa tunasema kwamba nitamsamehe kama ataniomba msamaha. Tunasema nitamsamehe kama atabadilika. Tunasema nitamsamehe kama atakiri kosa lake. Tunaweka condition. Lakini Yesu anatufundisha kitu kingine kabisa, kwamba samehe hata kama hajaomba msamaha. Samehe hata kama hajabadilika. Kwa nini? Kwa sababu msamaha sio kwa ajili yake tu. Msamaha ni kwa ajili ya moyo wako pia. Msamaha ni kwa ajili ya moyo wako pia. Kwa hiyo ndugu zangu, kumbuka kwamba chuki inafunga. Chuki ina tabia ya kufunga moyo. Kinyongo kina tabia ya kinachoma ndani, kinakuunguza. Kinyongo kinakuunguza, ni kama tindikali, inakuunguza. Hasira inakula amani yako. Kwa hiyo, lakini msamaha unakuweka huru, unakuwa huru. Kwa hiyo ndugu zangu, chagua msamaha ili uwe huru. Na ndio maana Yesu hata akiwa msalabani hakuwa mtumwa wa chuki pale msalabani. Alikuwa huru ndani ya upendo pale msalabani. Lakini ndugu zangu, tusidanganyike kitu hiki. Kusamehe huku si kurahisi. Okay? Kusamehe si kurahisi. Kusamehe kunaumiza, kwa sababu umeumizwa kweli, umeonewa kweli, umeshitakiwa kwa uongo, lakini sasa unaambiwa samehe. Hili ukilitazama kibinadamu linaonekana haliwezekani. Ukilitazama bila imani linaonekana haliwezekani. Na ndio maana ndugu zangu, tunasamehe kwa imani. Tunasamehe kwa imani. Na hapa ndipo nguvu ya msalaba inapoonekana. Ndugu zangu, hatuwezi kusamehe kwa nguvu zetu. Tunasamehe kwa imani, kwa neema ya Yesu mwenyewe. Tunasamehe kwa imani, kwa neema ya Yesu mwenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu, msamaha ni muhimu. Na ningeweza kusema hivi, msamaha ndugu zangu unabadilisha ulimwengu. Msamaha ulibadilisha ulimwengu. Msamaha wa Yesu haukuishia tu msalabani. Msamaha wa Yesu ulifungua mlango wa wokovu kwa dunia yote. Kwa hiyo msamaha haukuishia pale pale msalabani. Fikiria yule askari aliyemsulubisha Yesu, yule askari aliyemchoma mkuki, alipoona vimetoka damu na maji, yule askari akatazama akasema, kweli
huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Alipoona yale makuu, Yesu anasamehe pamoja na kumchoma mkuki, pamoja na kumuumiza, bado akasema, Baba, wasamehe hao. Alipoona ile hali, akasema kweli huyu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo msamaha ulibadilisha. Watu wengi walipoona Yesu alichokifanya walibadilika. Historia ya dunia ilibadilika. Ndugu zangu wapendwa, tukumbuke hivi kwamba msamaha una nguvu ya kubadilisha maisha yako. Kumbuka hilo. Msamaha una nguvu ya kubadilisha ndoa yako. Msamaha una nguvu ya kubadilisha ofisi yako. Msamaha una nguvu ya kubadilisha mahusiano yako. Msamaha una nguvu ya kubadilisha majirani zako. Msamaha una nguvu ya kubadilisha ndugu zako. Msamaha una nguvu ya kubadilisha tabia yoyote ile. Msamaha una nguvu hiyo. Swali linalokuja ni hili, linakuja kwangu, lakini pia linakuja kwako, kwamba ni nani ninayeshindwa kumsamehe? Ni nani unayeshindwa kumsamehe? Ni nani amekuumiza kiasi hicho kwamba moyo wako bado umefungwa? Labda ni rafiki yako, labda ni ndugu yako, labda ni mume wako, labda ni mke wako, labda ni mtu aliyekushitaki kwa uongo. Ndugu zangu, leo Yesu anakuambia hivi. Leo Yesu anatuambia hivi, najua umeumizwa, lakini njoo ujifunze kwangu. Najua umeumizwa, lakini njoo ujifunze kwangu. Usibebe mzigo wa chuki. Ni mzito mno huo mzigo wa chuki, ni mzito mno. Acha, samehe, uwe huru. Ndugu zangu wapendwa, Ijumaa Kuu inatufundisha ukweli huu. Msamaha sio udhaifu. Msamaha sio udhaifu, wala ukisamehe hauonekani kwamba wewe ni dhaifu, bali msamaha ni ushindi wa kweli. Mtu anayesamehe sio dhaifu, sio mtu dhaifu, lakini anayesamehe ni mwenye nguvu ya Mungu ndani yake. Huyo ndiye anayeweza kusamehe. Kwa hiyo Yesu leo kutoka hapa msalabani, Yesu kutoka hapa msalabani anatuambia kwa upole sana, kwa upole sana. Anasema nilikusamehe hata kabla hujaniomba msamaha. Je, na wewe uko tayari kusamehe? Uko tayari kusamehe? Anakwambia mimi nilikusamehe bila wewe kuniomba msamaha. Je, uko tayari kusamehe? Ndugu zangu wapendwa, nawatakia tafakari njema ya juma hili kuu, hasa Ijumaa hii kuu. Hebu tutafakari anachokipitia Yesu, tukilete kwenye maisha yetu. Yesu anatuuliza, alisamehe bila masharti. Je, sisi tuko tayari kusamehe? Nawatakia maandalizi mema ya Pasaka. Amen. Tumsifu Yesu Kristo.